Pole sana. Inawezekana ndugu yetu tulimpenda sana, haitufaa sana katika maisha yetu, lakini leo ni siku yake ya mwisho ya kuhitimisha safari yake. Lakini sisi bado tunaishi, sisi Mungu bado ametuachia uhai. Wenzetu anapotangulia mbele ya haki, ni wakati wa sisi kujifunza, ni wakati wa sisi kupata fundisho kwamba maisha yangu mimi naishi vipi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kabla hatujaenda mbali sana, ningependa tuweze kusoma maandiko matakatifu kutoka katika Biblia. Baada ya hapo tutaendelea ratiba zingine za kuweza kumsitiri ndugu yetu. Katika Biblia, katika kitabu kitakatifu cha waraka wa Mtume Paulo kwa Waebrania sura ya 9 kuanzia mstari wa 27, maandiko yanasema, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa ni hukumu, kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Maandiko yanasema tumewekewa kufa mara moja, na baada ya kufa ni hukumu. Katika Ufunuo wa Yohana sura ya 20 nitasoma kuanzia mstari wa 13. Ufunuo wa Yohana sura ya 20 kuanzia mstari wa 12, anasema, nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndio mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kile kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanasema tumewekewa kufa mara moja, na baada ya kufa ni hukumu. Katika Ufunuo anasema akawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamekusanyika mbele ya kiti cha enzi, vikafunguliwa vitabu, kikafunguliwa na kitabu kingine ambacho ni cha uzima, na yeyote ambaye alionekana hajaandikwa kwenye kile kitabu cha uzima alitupwa katika lile ziwa la moto. Na anasema watu hao wakahukumiwa sawa sawa na matendo yao yaliyoandikwa katika vile vitabu. Hawakuhukumiwa walimiliki mali nyingi kiasi gani, hawakuhukumiwa walikuwa na status nzuri kiasi gani katika jamii zao, hawakuhukumiwa walikuwa na familia kubwa kiwango gani, ila ni matendo yaliyoandikwa katika kile kitabu au katika vile vitabu. Mimi na wewe tunaoishi sasa, matendo gani tunawatendea watu wengine? Katika kitabu cha Yohana wa kwanza nasema, utasemaje unampenda Mungu ambaye ukumuona ikiwa jirani yako unamchukia? Ina maana upendo ambao tunatakiwa kumuonyesha Mungu, unatakiwa kumuonyesha huyo uliokaa naye. Kama utamchukia huyo uliyekaa naye, utamchukia mwanadamu mwenzako, sasa ina maana wewe kumpenda Mungu hakumo ndani yako. Maisha yanachukua vitu vitatu tu katika kuishi kwetu duniani. Tusishughulike na vitu vingi, ila hivi vitatu ambavyo nitakutajia. Cha kwanza ni wewe kutenda mema, na mema hayo umtendee mtu mwingine, umtendee jirani yako. Usiseme mimi natenda wema, unatenda mema ambayo hayaonekani kwa watu wengine. Kama unatenda mema, watu wanayaona matendo yako. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, lile usilopenda wewe kutendewa usimtendee mtu mwingine. Amen. Lile usilopenda wewe kufanyiwa usimfanyie mtu mwingine. Amina. Ukiishi hivyo, hakuna mtu atakayekuchukia, hakuna mtu ambaye utakuwa huna amani naye. Amani inakosekana, tunaumizana, tunauana, tunatekana, ni kwa sababu ya upendo umepoa. Watu wanafanyia watu wengine mambo ambayo wao hawapendi kutendewa. Mwisho wa siku jamii inakuwa inaharibika, watu naishi hovyo kwa sababu ya chuki ambayo imejaa kwenye mioyo yetu.
Litupasalo kutenda ni hili moja: lile usilopenda wewe kutendewa, usimtendee mtu mwingine. Hilo la kuzingatia sana. Na jambo la tatu, ukimwona mtu anamtendea mtu mwingine jambo ambalo wewe usingependa utendewe, au unaona kabisa yeye asingependa afanyiwe, mzuie. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. La kwanza, tenda mema. La pili, usilopenda kutendewa usimtendee mtu mwingine. La tatu, mzuie anayetenda ubaya. Kusudi kubwa ni tujenge jamii ambayo itakuwa na upendo. Tujenge jamii ambayo tutaishi kwa upendo, tutapendana sisi kwa sisi. Kwa sababu ndugu yetu leo ameumaliza mwendo. Safari yake leo imeisha. Alikuwa anafanya kazi gani? Hazipo hapa, hakuna mahali pameandikwa alikuwa anafanya nini. Alikuwa na watoto wangapi? Labda tutasikia katika historia. Lakini kinachokwenda naye leo ni matendo aliyoyatenda duniani. Alipokuwa katika uhai wake alifanya nini? Aliwatendea nini watu wengine? Na sisi hapa hatuna namna ya kubatilisha yale aliyofanya. Hatuna namna ya kusema kwamba yale aliyoyafanya yayeyuke. Hapana, yanakwenda pamoja naye. Mimi na wewe tuko hai, tunayo nafasi ya kubadilisha yale ambayo tunafanya. Kama tunatenda maovu, tunayo nafasi ya kubadilisha tusitende tena maovu. Kama tunatenda mema, tunayo nafasi ya kuyatenda sana, kwa sababu hayo ndiyo yatakwenda pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunayo nafasi katika uhai huu, tunautumiaje? Naam. Tunatumiaje uhai tulionao? Uhai ulionao unautumiaje? Unaishi vipi na wenzako? Hilo ndio la msingi la kuzingatia sana, kwa sababu baba zetu wa zamani au wale wazee ambao tuko hapa tunaweza kuwa ni mashahidi ni namna gani jamii za zamani walikuwa wanaishi kwa upendo, kwa kiwango gani. Ninao furaha kwamba kwa huko wenzetu wa Nyakyusa bado mna zile tabia za upendo, za kujaliana ninyi kwa ninyi, jamii za kupendana na ni tabia za kupendana. Ninao furaha sana kusikia hilo jambo. Nimefuatilia kidogo, ni watu ambao mnampenda Mungu, ni watu ambao kwa asilimia kubwa hampendi kuona mtu mwingine anaumizwa. Mfano huu unaweza nikautoa kwa mchungaji Barikiwa Mwakipesile. Anapita katika hatari, lakini jambo kubwa ni kumzuia yule anayefanya mtu mwingine aumie. Anasema usiumize. Yeye hatendei wengine mambo ambayo asingependa kutendewa, anawazuia na wengine wanaotaka watendea wengine. Kama mmeua atasema mnaua, msiue, kwa sababu wewe usingependa uuliwe. Kama wanadhulumu anasema msidhulumu. Mwisho mpaka anapitia katika hatari. Ni Mwakipesile Mnyakyusa. Yuko mwingine namuona kwenye mtandao anaitwa Mwabukusi. Wana mioyo ya kutetea watu wengine na kusema hapo msifanye hilo, mnalofanya mnaumiza watu. Sasa ninapoona Wanyakyusa na wengi wamekusanyika hapa ni Wanyakyusa, nakuwa na furaha moyoni kwamba kutoka katika jamii ya Wanyakyusa inawezekana ukombozi wa kweli utatokea. Inawezekana uovu utatoka. Uovu utapotea kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ndugu yetu leo ametukusanya, yamkini tuweze kufikiri na kutafakari ni namna gani tutaweza kuirudisha jamii kwenye mstari. Mimi na wewe tusipotoa sauti zetu kumzuia mtu anayemuumiza mtu mwingine, basi uovu utaenea sana, na yule anayeumiza mtu mwingine atakufikia na wewe. Atakufikia na usiseme mimi ni safi kwa sababu sifanyi uovu. Kama nyumba yako ni safi, unasema nyumba yangu ni safi, lakini umeacha uwanja ni mchafu, mifugo wako wanatita ovyo uwanjani, majani yako yani uchafu uko mwingi nyumbani, hauwezi kusema hapo ni safi kama umezungukwa na uchafu. Amina. Nitakuwa na ujasiri wa kusema ni msafi nilipo ni pasafi kama na mazingira mengine masafi. Sio kwa sababu chumbani kwangu ni kusafi, nje ni kuchafu, nitasema kwamba mimi ni msafi. Hapana. Nisemao ni nini? Kama wewe utendi mabaya, unatenda wema, humtendee mtu mwingine ambalo wewe usingependa kutendewa, basi ongeza na lingine, mzuie yule anayetenda mabaya kwa mwingine, ili tuufukuze uovu mbali, tuishi katika jamii ya upendo na amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi nashukuru kwa kunisikiliza. Nisingependa nitumie muda mrefu sana. Kwa huu muda mchache nafikiri vijana twende pale tuweze kumsitiri ndugu yetu na tuendelee na ratiba zingine pale. Mungu alibariki neno lake. Amen. Amen.